tunapozungumza kumpenda Yesu au kumpenda Mungu, ametuonyesha hapo kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14. Anasema wale wanaonipenda watalishika neno langu, wale wanaompenda Mungu watalishika neno lake. Kumbe kumpenda Mungu ni kulishika neno la Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wanaompenda Mungu ni watu ambao wanayashika maneno ya Mungu, wanayakumbatia maneno ya Mungu, wanayafanya kuwa ni maisha yao, wanayafanya kuwa ni sheria kwenye maisha yao, wanayafanya ukumbusho kwenye maisha yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Amesema, ukisoma ile, tumesoma ile Luka sura ya 9 mstari wa 23, anazungumza, anasema kwamba mtu akitaka kunifuata, watu wanaompenda Yesu huwa wanataka kumfuata Yesu. Watu wanaomhitaji Yesu kwenye maisha yao huwa wanamfuata. Kitu chochote mtu ambacho anakipenda huwa anakifuata. Huwa hasubiri kimfuate, huwa anakifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa anatamani kukaa karibu na kile anachokipenda. Kama ni anampenda, huwa anatamani kukaa karibu yake. Kama ni mke anayempenda, huwa anatamani kukaa karibu yake. Chochote mtu ambacho anakipenda huwa anatamani kukaa karibu yake. Mungu anasema, Yesu anasema kwamba mtu akitaka kunifuata ni lazima ajikane. Akijikana maana yake kwamba anamkaribia yeye aliyemfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo watu wanaotaka kumpenda Mungu kwenye maisha yao, wanaotaka kuishi na Mungu kwenye maisha yao, ni watu ambao wanamfuata Yesu, wanajikana kwanza. Alafu wakishajikana wanaubeba msalaba, wakishaubeba msalaba wanamfuata Kristo. Bwana tusaidie sana. Anasema kuna watu wanaomwamini Mungu lakini hawampendi Mungu. Kuna watu wanaomwamini Mungu lakini hawampendi Mungu. Ni watu ambao wanataka kumtumia Mungu, hawataki kumpenda Mungu. Bwana tusaidie. Yaani mtu yuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya Mungu ili Mungu afanye jambo kwenye maisha yake. Yuko tayari mtu kutoa fedha, yuko tayari mtu kufanya jambo lolote ambalo litaonekana kama linafurahisha ili aoneshe kwamba anamhitaji Mungu kwenye maisha yake. Mfano, mtu anapokuwa labda yuko kwenye changamoto, mtu anapokuwa yuko kwenye jambo anapitia, mtu anapopitia labda jaribu fulani, anatamani Mungu aje afanye kwenye maisha yake. Lakini Mungu anataka yeye tumpende kwanza kabla ya vile vitu ambavyo tunahitaji yeye atufanye. Sasa kuna watu ambao kwenye maisha yetu ya kawaida hawa tunamwamini Mungu lakini hatumpendi Mungu. Anasema ndiyo maana wanafanya kila kitu kwa usahihi lakini hawaoni matokeo kwenye maisha yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawampendi Mungu. Wanamwamini Mungu kwamba atatutendea, lakini bado hawaoni matokeo kwenye maisha yao, hawaoni tumaini kwenye maisha yao. Ni kweli wanakuja kwenye maombi, tunaomba pamoja nao. Ni kweli ni watu wanaohudhuria ibada vizuri sana, wanakuja Penueli hapa, tunamwabudu Mungu, tunamsifu Mungu, lakini mioyoni mwao hawampendi Mungu, ila wanamwamini Mungu peke yake. Bwana asifiwe sana. Mungu asubuhi leo anataka tumpende. Tukimpenda yeye tutakaa karibu yake. Tukimpenda yeye tutajikana sisi. Heshima yetu tutaiacha chini. Fedha zetu tutakuwa sio kitu kwetu. Mali tulizo nazo hazitakuwa kitu mbele za Mungu. Heshima ambayo wanadamu wametupa haitakuwa na thamani yoyote, ila Mungu atakuwa na thamani kwenye maisha yetu. Haleluya. Kwa watu wanamwamini Mungu lakini hawampendi Mungu. Ndio maana wanafanya vitu kwa usahihi. Yani anafanya kila kitu kwa usahihi. Ana vyeti vizuri sana. Yani ana GPA nzuri, lakini akitafuta kazi hapati kazi. Ana experience ya kutosha, lakini hakuna sehemu anapokelewa. Kwa nini? Anamwamini Mungu kwamba atanipa kazi, lakini ndani yake hampendi Mungu. Biblia inasema kwamba wamwabudu Mungu, watamwabudu Mungu kwa uhalisia ni wale ambao wana roho wake ndani yake. Bwana Yesu tusaidie sana. Yesu atusaidie. Wanafanya kila kitu kwa usahihi lakini hawaoni mabadiliko, hawaoni matokeo. Lakini anasema wanaompenda Mungu wanamwabudu kama vile hawana chochote kwenye maisha yao. Ni kama mtu aliyefiwa ambaye anamhitaji Mungu. Hao Mungu ndo wanaowataka wanaomwabudu. Hao ndo Mungu wanaowataka wanaompenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukija kwa mfano, nimejaribu kuangalia kwa maeneo mengi, hata makanisani, ukikuta mtu ana fedha nyingi,
au ukikuta mtu ana gari zuri, au ukikuta mtu labda ana maisha fulani hivi, yani ana heshima fulani, au ni kiongozi wa serikali mkubwa, anatamani akifika ibadani, akifika nyumbani mwa Bwana, yani ile heshima anayo kule ionekane kanisani. Ndio maana wakati mwingine unakuta mwanasiasa anataka akiwa kanisani atambuliwe yeye ni mwanasiasa, atambuliwe kwa nafasi yake. Lakini Mungu anataka watu ambao wanaikataa heshima yao, wanakataa vile ambavyo Mungu amewapa, ili wao wabaki na Mungu. Na Yesu atusaidie sana. Hiyo heshima ulio nayo wewe inaweza kawa ni sababu inakufanya wewe usimpende Mungu. Anataka Mungu iache heshima yako kule, afu unapoingia nyumbani mwa Bwana wewe na Mungu peke yako wawili. Ndio maana wakati mwingine tunashindwa kumwabudu Mungu kwa uhuru, kwa sababu tunaingia ibadani na heshima zetu, tunaingia ibadani na mamlaka tulionayo, tunaingia ibadani na kwa sababu sisi ni viongozi. Tunashindwa kumpenda Mungu kwa viwango ambavyo ile heshima ambayo tulikuwa nayo kule nyuma haina thamani kwetu. Mungu anisaidie. Watu ambao Mungu wanampenda. Ushakumwona mtu mwenye njaa? Ushakumwona mtu mwenye njaa anavyokuwa na kitamani chakula? Sasa Mungu anataka tumtamani namna hiyo. Mungu anataka tumpende kiasi hicho. Yaani nikifika nikipaki gari yangu pale nje, nikipaki range pale, nikiingia ndani humu nisikumbuke range, nimkumbuke Mungu aliyeniweka hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama nina elimu, mimi ni profesa, mimi ninaheshima, watu wananiheshimu, nikiingia mlango ule pale, ile heshima ambayo nilikuwa nayo niipoteze ili yeye ainuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka tuipoteze ile heshima tuliyokuwa nayo. Mungu anataka tupoteze kila kitu kwenye maisha yetu, alafu tumpate yeye, afatupe heshima ambayo tumeipoteza. Haleluya. Mungu anataka upoteze hizo mali ulizokuwa nazo, zisiwe na thamani kwenye maisha yako, alafu yeye akupe thamani, yeye akupe mali zinazoweza kukupa thamani kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie. Kuna vitu vinne ambao nilikuwa nataka tuviangalie leo asubuhi hii. Kuna mambo manne ambayo tunaweza kupima upendo wa Mungu, kupima kwamba tunampenda Mungu. There is 4 dimensions of love. Kuna vitu vinne ambao tunaweza tukaviangalia ambao vinaweza kutuonyesha sisi tunampenda Mungu. Unaweza ukajitathmini mwenyewe tu, unaweza ukajiangalia mwenyewe tukasema kwenye hivi vitu vinne, angalia, je, ninakizi humo kwenye hivi vitu vinne? Ninafaa kusema kwamba ninampenda Mungu? Mara nyingi tumekuwa tukijitambulisha makanisani, labda umeenda ugenini unasema mimi nimeokoka, ninampenda Yesu. Mimi nimeokoka, ninampenda Yesu. Ninasali Penueli kwa mchungaji Ana Eliparanjo. Unajitambulisha unampenda Yesu. Je, ni kweli unampenda? Unampenda huyo Mungu kweli? Haleluya. Kipimo cha kwanza ni shauku ulio nayo kwa Mungu wako. Shauku yako ikoje kwa Mungu wako? Tukiwaita watu, tukisema kwamba watu wenye shauku ya kukaa na Mungu, na wewe ni miongoni mwa. Anasema shauku ni hamu kubwa, au ni kiu ya ndani, au tayari mkubwa wa kutenda jambo, au kupata kitu, au kutendewa jambo. Mtu mwenye shauku mtu mwenye shauku, mshahara umechelewa, mwenye shauku ya kupokea mshahara, yani kila wakati huwa anaangalia account, ana shauku ya kupokea mshahara wake. Yani mshahara umechelewa siku moja tu, lakini kwa siku anaweza kaangalia hata mara 20 kwenye account. Kwa nini? Ana shauku na ule mshahara, ana shauku na ule mshahara. Yani ukiingia anajisikia fresh. Bwana tusaidie sana. Mungu sasa anataka tuwe na shauku ya namna hiyo, tuwe na shauku ya kukaa na yeye ya namna hiyo. Yani tuwe na kiu ya kwamba kuna kitu nikikikosa kwenye maisha yangu ninakuwa nakitafuta haraka haraka. Bwana tusaidie. Anasema shauku ni hisia kali ya kutoridhika na hali ya kawaida. Shauku ni hisia. Hii ni hisia, yani mtu unajisikia namna fulani, unajisikia kama kupungukiwa na kitu. Unahisi kutokuridhika na kitu fulani. Tumekuwa tukijifunza, tunaangalia wafanyabiashara wakubwa, matajiri duniani.
Unakuta mtu ni tajiri namba 1, lakini bado yani unamwona hajaridhika na lile eneo alilopo, hajaridhika na ile fedha aliyokuwa nayo. Ukisema mimi akinipa hata bilioni 1 tu ninatosha, lakini yeye ana mabilioni ya kutosha na matrilioni, lakini haoni yani kwamba ana kitu. Yeye akiutazama utajiri wake anaona hauna thamani yoyote, anataka mwingine tena. Ndivyo Mungu wetu anataka tuwe na shauku na yeye. Anataka tukimpata leo, asubuhi ya leo, tena tuwe na shauku tena ya kukutana naye mchana. Tukikutana naye mchana tena tuwe na shauku tena ya kukutana naye jioni. Tukimpata jioni tena tuwe na shauku ya kukutana naye tena usiku. Bwana tusaidie sana. Sasa watu wenye shauku na Mungu, watu wenye shauku na Mungu ni watu ambao wanamkaribia Mungu, wanajikana, wanajidhuri, wanajikataa, wanasema mimi sifai, elimu hii ninayo haifai, ninamtaka Mungu kwenye maisha yangu. Haleluya. Mungu anataka watu wenye shauku. Ukifuatilia mitume, Yesu amewaambia mkae hapa Yerusalemu mpaka atakapowajilia Roho Mtakatifu. Walikuwa na shauku, ndio maana hawakutoka. Biblia haijatuambia kama kuna mtu alitoka hata mmoja. Walikuwa wamekusanyika, wana shauku, wanasubiria. Yamkini kweli familia zao zilikuwa zinahitaji chakula, yamkini watoto wao walikuwa wanahitaji chakula, yamkini walikuwa na mambo mengine ya kufanya. Wamekaa pale, wamekusanyika kwa muda mrefu, wanamsubiria Roho Mtakatifu. Walikuwa na shauku na huyo Roho Mtakatifu, na ndio maana kwa sababu walikuwa na shauku, yeye akashuka na akawawezesha kutenda mambo makubwa kwenye maisha yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Mungu anakutaka uwe na shauku kwake. Uwe na shauku, tuione shauku ya kumpenda Mungu ndani yako. Tuone mtu mwenye kiu, mwenye hisia kali juu ya Mungu. Unajua kwa mfano Waislamu, ukimtukana Mungu wao, wako tayari kukuua. Ukimtukana Mungu wao, wanakuua. Yesu atusaidie. Wana uwezo wa kukuchinja ukiwa hivi unajiona, kwa sababu umemtukana Mungu. Kwa nini? Wana hisia kali juu ya Mungu wao, wana shauku, wana passion, yani huo Mungu wao wanampenda kiasi cha kuweza kuua kitu kingine ambacho kinamziaki Mungu wao. Lakini angalia sisi leo, hatuna shauku na Mungu wetu. Mungu wetu anaweza kama anatukanwa, watu wanamsema vibaya, hata hatuwezi kutamka neno, wala hatuwezi kusema chochote. Hatuna shauku. Hatuna shauku. Shauku yangu kwa Mungu inatakiwa kuwa kubwa kuliko tamaa yangu ya kufanikiwa kwenye maisha yangu ya kawaida. Kama brother, wewe una shauku sana na kazi yako, alafu hauna shauku na Mungu, maana wewe bado hujampenda Mungu. Wewe bado hujamtaka Mungu kwenye maisha yako. Unajua kuna watu wengine tuna shauku na biashara, nataka nifanikiwe kwenye biashara yangu iwe kubwa sana, niwe na maisha mazuri, yani tuna shauku na vitu vingi sana, lakini hatuna shauku na yale ambaye Mungu anaweza kutupa vile ambavyo tuna shauku nayo. Wanaompenda Mungu ni kila mara hutamani mafundisho ya kiungu. Wenye shauku na Mungu wanatamani mafundisho. Wewe nikuonyeshe vizuri. Naamini wengi wachache sana wale kulia kwenye wokovu, ila wengi tumeokoka tukiwa wakubwa, au umeokoka umehubiriwa kwenye mkutano kuokoka. Hebu tazama namna ambavyo ulikuwa na shauku ya kukaa na huyo Mungu kipindi umeokoka. Namna ambavyo ulikuwa unatamani kujifunza, namna ambavyo ulikuwa na juhudi ya kutafuta maarifa, namna ambavyo ulikuwa na juhudi ya kumkaribia Mungu. Mimi nakumbuka kipindi nimeokoka, nilikuwa na wakati mwingine naacha vipindi chuoni, naenda kanisani. Kwani nilikuwa nina kiu, yani nilikuwa natamani kufika mahali fulani hivi. Nilikuwa natamani kujua kitu kwenye maisha yangu na mimi nijifunze. Nilikuwa na shauku na huyo Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Mungu anatamani watu wenye shauku na yeye ni watu ambao wanatamani kujifunza kila itwapo leo. Hamna sehemu unafika unasema hapa nimetosha. Ni yeye ni mtu ambaye anatamani maarifa kila itwapo leo. Anatamani kuwa na maarifa, anatamani kuwa na kusoma, anatamani kujifunza, anatamani ndio maana kuna watu sasa hivi unakuta labda ana degree, anataka kuongeza tena masters, anataka kuongeza tena awe na PhD, anataka tena kuwa professor. Kwa nini? Ana shauku na elimu aliyokuwa nayo. Ana shauku na kile kitu ambacho amejisomea, ana shauku nacho. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukikuta mtu ambaye hana shauku na chochote kwenye maisha yake, ni mtu ambaye hana mafanikio. Ukiachana na kuwa na shauku na Mungu, ukikuta mtu hana shauku ya chochote kwenye maisha yake, hana mafanikio. Kwa nini? Hakuna kitu ambacho anakitazama afa na kikimbilia.
Hamna kitu ambacho akikiangalia hivi anakifurahia. Hana. Yaani yuko pale ameshalizika. Umekuta mtu amekata tamaa, amevunjika moyo. Ni kwa sababu nini? Hana shauku ya kutafuta. Kuna watu wengine wanaamini kwa sababu yeye ni amezaliwa kwa familia maskini, basi yeye ni maskini totally. Hana shauku ya kutafuta chochote. Mungu anataka tuwe na shauku ili tumpende. Hatuwezi kumpenda kama hatuna shauku. Anaposema kwamba mtu sharti ajikane. Hivi unajua kujikana? Kujikana ni kujiona wewe sio kitu. Kama una elimu unaiona elimu yako sio kitu. Kama una fedha unaona fedha zako sio kitu. Yaani unashuka, yaani unakuwa mdogo kuliko wale wadogo. Unajiona hauna thamani. Una uwezo, ndio maana kwa sababu tumeshindwa kujikana, mtu anaona nguvu ya Mungu imeshuka. Hata hawezi kuja kugaragara hapa. Kwa nini? Ana ile heshima yake ameingia nayo kwenye ibada. Hajajikana. Akina Petro walikuwa tayari kusulubiwa. Walikuwa tayari. Kwa nini? Walikuwa wamejikana. Leo hii wewe ukikemewa tu kidogo unazila. Hujajikana. Hujajikana wewe, hujajikana. Wewe unakuja hapa, umekuja uko vizuri, unataka ukae kiti cha nyuma, ukisogezwa ni mbishi. Hujajikana wewe. Hujajikana. Hujajikana. Tuwe na shauku na Mungu. Maana Yesu atusaidie. Jambo la pili ni kujitoa kikamilifu. Baba alitufundisha hapa somo linaloitwa commitment. Kujitoa kikamilifu. Tumeona shauku hasa ina involve hisia. Ina involve tamaa. Ina involve yani ile kiu ya kujua kitu, kiu ya kujifunza kitu, kiu ya kufanya jambo fulani, kiu ya kufika mahali fulani. Lakini commitment inahusisha matendo, inahusisha maamuzi, inahusisha kujitolea. Commitment, kujitoa kikamilifu. Watu wanaompenda Mungu kwenye maisha yao hawachoki kumtafuta Mungu. Ukiona wewe unafikia point unachoka, ukiona wewe ukifikia point unaona ibada sio kitu cha maana kwako, maana yake kwamba bado hujampenda Mungu. Bado hujajitoa kwa huyo Mungu kikamilifu. Bado hujajitolea kwa Mungu huyo ambaye unamwabudu. Mungu anataka watu wanaompenda wamtafute kila itwapo leo. Ukisoma pale, tumesoma kwenye Luka ile sura ya 9, anasema kwamba waubebe msalaba wao kila siku. Yaani anataka uubebe msalaba kila siku. Uwe na commitment. Kama Yesu amekupa kazi ya kufanya nyumbani mwake, maana yake kwamba ukae hapo, yani ukae hapo, udumu hapo, uishi hapo, yani ufanye vizuri hapo kila siku. Hajasema kwamba kwamba ifike point labda upumzike. Hajasema ufike point labda ulale. Hapana. Hajasema labda ufike sehemu fulani labda umwachie mtu mwingine. Hapana. Anataka ubebe msalaba kila siku. Anatusaidie. Yesu atusaidie. Yesu anakutaka wewe kila siku. Mungu anatutaka mimi na wewe kila siku. Yaani tumtafute kila siku. Tusifike point tukatosheka tukasema kwamba sisi tumekuwa. Ninafuatilia baadhi ya wachungaji ambao nimeshawahi kuwaona. Watu wengi wanaanza na roho, wanaanza na wito wa Mungu, wanaanza na nguvu ya Mungu, lakini wanafika point commitment inaisha. Shauku inakata. Ikishakata shauku, ikishakata commitment, anakaa hapo, anaduma hapo. Unashangaa huduma inaishia hapo. Watu wanakuja, mbona hili alikuwa tofauti kabisa, mbona leo yuko hivi tena? Kwa nini? Kwa sababu alifika point ile shauku aliyokuwa nayo mwanzo imeisha. Ile commitment aliyokuwa nayo mwanzo imeisha. Ndio maana sasa hivi kuna watu makanisani, alipookoka alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa anapambana, alikuwa tunamuona kila kitu alikuwa anafanya, alikuwa anahusika kila kitu, alikuwa anafanya kila kitu, lakini leo hii ni mtu wa kiti cha nyuma. Hamna mshirikiano wote anaotoa. Akipewa kazi hafanyi, akiagizwa hatendi, akielekezwa, akipewa maelekezo ni mbishi. Kwa sababu gani? Commitment imekwisha, shauku imekwisha, amekufa. Fuatilia watu ambao walikuwa viongozi kwenye idara
ambao walitolewa kwenye uongozi. Fuatilia. Humuoni akijihusisha na idara. Kwa nini? Ile shauku ya kuwa kwenye idara imeshakufa. Commitment kwisha. Haoni samani tena kwa sababu commitment imeisha. Haoni kitu cha kwenda kufanya. Anajiona amefika, ametosheka. Fuatilia. Hata mtu kanisani muangalia. Alikuwa kiongozi, leo muangalie commitment yake na idara aliyokuwa kiongozi. Waangalie. Kwa nini? Inafika point watu tunaishiwa shauku. Hatujitoi tena kikamilifu. Nilikuwa ninawaza, naomba niliseme neno hili kwa sababu naona linanisumbua kwenye kichwa changu. Nimepita baadhi ya makanisa ambayo nimesali. Lakini nimekuta kitu cha tofauti Penueli. Naomba Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Penueli ni kweli tunamtumikia Mungu. Lakini sisi wanaume wa Penueli ni watu ambao tuko nyuma kuliko watu wote. Wanaume wa Penueli, sisi tuko nyuma kuliko mtu yoyote humu kanisani. Nimeona makanisa mengine unakuta mchungaji yuko karibu sana na wanaume wa baba, watu fulani ambao wanampenda Mungu. Lakini sisi Penueli utamuona mwanaume yuko nyuma. Utamuona mwanaume yuko nyuma mbali, hapatikani kabisa mwanaume. Angalia mikesha tunaofanya hapa kanisani, haumkuti mwanaume mwenye familia. Wale wa baba unakuta ni wakutafuta, lakini wako mtu nao kanisani. Tunawakuta wanawake kwenye mikesha. Wababa mko wapi? Wababa tuko wapi? Passion iko wapi? Shauku ya kumtaka Mungu iko wapi? Kama Mungu amesema sisi wanaume ni kichwa cha familia zetu, wewe hicho kichwa unakiendesha bila Mungu? Bwana Yesu atusaidie sana. Nimeona kwenye makanisa makubwa mengine unakuta kuna wazee wanaumvi wanaimba kwaya. Lakini Penueli hamna mzee anayeimba kwaya. Ni kweli wote hatuna huduma ya uimbaji? Ni kweli Mungu hajatupa hiyo karama? Hatujapewa hicho kipawa? Hamna wanaume. Ni kwa sababu tunaingia na heshima. Ni kwa sababu tunaingia na heshima kwenye ibada. Ni kwa sababu sisi ni wababa, tunaheshimiwa. Tukiingia pale kanisani pale tunaingia na heshima yetu ya ubaba. Ndio maana huwezi kumuona mzee yuko hapa mbele anagaragara na muita Yesu. Kwa nini? Tuna heshima. Tunatembea na heshima iliyotupa ulimwengu. Lakini asubuhi ya leo Mungu anasema, iache heshima yako nje, uingie ndani ukiwa hauna heshima, afu yeye akupe heshima. Bwana tusaidie. Anataka Mungu ile heshima ulio nayo. Wewe wanaokuheshimu, wale wanaoona wanakuheshimu, Mungu anataka hiyo heshima uitupe kule nje. Alafu kiingia hapa uingie huna kitu kabisa, alafu yeye akupe heshima. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anataka wanaume. Anataka Mungu tukomiti wanaume. Unajua wakati mwingine mchungaji hasemi tu, lakini anatutaka wanaume. Unaweza kuwa hauna fedha, lakini anakutaka ukue karibu. Anakutaka. Unajua wakati mwingine tumejiasoleti kwa sababu labda tunaonekana hatuna hela. Tumejiasoleti labda kwa sababu tunaonekana ni watu wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida, wewe baba. Wewe sio wa kawaida. Mungu anataka tu passion. Anataka uwe na commitment. Yes, you commit for God. Yaani ujitoe kikamilifu. Ujidhiri. Ujikatae. Useme huyu baba wangu sio kitu. Bwana Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Yaani mimi ndo kanisa la kwanza nimekuta watendaji au wazee wa kanisa ni wengi wa mama. Maeneo mengine niliyopita wote walikuwa wengi wanaume. Kwa nini? Kwa sababu wanaume tuko nyuma. Baba akitafuta mtu wa kumsaidia hivi anakuta wote tumesharudi nyuma. Hamuoni mtu. Anasema basi njoo mama unisaidie hapa. Nafasi zetu zimechukuliwa. Wanaume nafasi tumechukuliwa. Nafasi zetu zimechukuliwa. Wamechukua nafasi zetu. Wamechukua.
sababu sisi hatuna passion na Mungu, hatumpendi Mungu, hatuna commitment kwa Mungu wetu. Unamwambia baba njoo, haji. Kwa nini? Hana commitment. There's no commitment. Amefika level, ametosheka, amesema mimi nimetosha hapa. Hapana, turudi tumpende Mungu zaidi. Bwana atusaidie sana. Watu wanaompenda Mungu, watu walio commit, wako tayari kuyaacha mambo mengine ili wampe Mungu nafasi kwenye maisha yao. Wako tayari kuacha vitu, wako tayari kuacha heshima zao, wako tayari kuacha vitu vya thamani ili wampe nafasi Mungu. Wako wapi watu ambao wanampa Mungu thamani? Wako wapi watu walio tayari kuacha vitu kwa ajili ya Mungu? Wako wapi leo Penueli? Tunasifika kule nje, watu wanatuambia kwamba ni kanisa lile la Penueli ni kanisa la matajiri. Yuko wapi tajiri Penueli? Yuko wapi mwenye ujasiri wa kusema tajiri? Yuko wapi? Lakini tumetosheka, tumeridhika na ile sifa ya kuitwa watu wanaosali kwenye kanisa la vioo matajiri. Lakini uko wapi utajiri? Una milioni 2 na milioni 3 na milioni 10 na milioni 20, zinakusaidia nini? Umevimbisha mabega hivi, unatembea na mabega juu. Wewe unampenda Mungu kweli? Mungu amekupendelea tu, amekupa kigari, wewe mabega yamenyanyuka hivi. Vinaishaga baba, vinaishaga, vinapataga ajali, vinavunjika, kosa vinaibiwaga baba, unakosa. Tutakupokeaje hapa? Tutakupokeaje? Siku hiyo gari hauna, tutakupokeaje? Mungu anataka hiyo gari uiache nje kule, uje humu hauna kitu. Anataka thamani yako, anakutaka wewe. Commitment. Kuna baba humu unakuta siye kumwona hata mkesha mmoja. Ni kweli yeye amefika? Ni kweli wewe umefika baba? Umefika kweli baba wangu? Yeye umefika wewe baba? Nyinyi mmefika kwani jamani? Ipi commitment? Mkaka kijana ana miaka 32, 33, 35, 28, au muone kwenye mkesha. Wewe uko wapi baba? Uko wapi? Alafu una ndoto baba yangu, na ndoto unataka kufika mahali mbali, unataka kwenda sehemu fulani pazuri. Uko wapi? Mkijana anakuja kwenye mkesha, ukifika mkesha anaona mkesha imefika, bado unaendelea, ananyanyuka, anaondoka, anaenda nyumbani kulala. Wewe kijana unampenda huyo Mungu kweli, unayemtumikia? Yaani umekuja kwenye mkesha kwa hiari yako. Unafika kwenye mkesha, unakaa, inafika saa 6 unabeba mabegi, unaondoka, unaacha watu wanakesha. Unampenda Mungu wewe? Tunampenda Mungu kweli? Tunampenda Mungu? Au jamani wenzetu mmeshafika mbinguni tayari? Wako wapi watu wenye shauku? Wako wapi watu wenye kiu? Tunakuwa na visingizio vingi. Nataka mimi nimfanya kazi, niko busy. Ni siku gani ushawahi kuomba ruhusa kazini kwenu hata wiki nzima ukaja kulala hapa na mwambia Mungu shida zako? Lakini tuko tayari kuomba ruhusa kanisani, tusije kanisani tuende kazini. Ni hiyo kazi yako. Mungu anataka kazi sionekane, aonekane yeye kwenye maisha yako. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Commitment ndio inaoleta matokeo kwenye maisha yetu. Watu wengi sana, wengine mpaka umri umeenda, wamekuwa wakifanya vitu vingi, wamefanya kila kitu, hawaoni matokeo kwa sababu they were never committed. Hawajai kuwa committed. Ndio maana hawajai kuyaona matokeo yao. Mtu yoyote ambaye yuko committed huwa anaona matokeo, huwa anaona mabadiliko, huwa anaona hatua. Mimi nilikuwa nashangaa kipindi kile natafuta mchumba wa kuoa, nilikuwa nafunga yani mpaka ninachanganyikiwa. Naweza nikamaliza wiki nasema imeisha, naongeza nyingine tena. Lakini unakuta mtu sasa hivi anatamani kuoa au kuolewa, hata hatujai kumkuta kwenye mkesha, hatujai kumuona hata amelala kanisani. Alafu analalamika huku sijapata mchumba. Analalamika sijapata mchumba.
Wewe uko committed wewe? Wewe uko committed wewe? Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Mungu anataka commitment. Anataka watu wanaojizili. Anataka watu walio tayari kupambana, yani kufika pale. Anataka watu ambao wako tayari kuviacha vingine ambavyo vinawakwamisha ili wampe nafasi Mungu. Mimi na wewe Mungu atusaidie leo. Mimi na wewe Mungu atusaidie. Commitment inahitaji action, inahitaji matendo, inahitaji ufanye, inahitaji ukimilie, inahitaji ukae hapo kila muda, usogee hapo. Anaposema kwamba ataubeba msalaba kila siku, anataka kuone kila siku hapo. Kama tunaambiwa tuje asubuhi, tuje kila siku. Kama tunaambiwa kuomba, tuombe kila siku. Kama ni kufanya kazi, mbona kazi tunafanya kila siku? Mbona kazi tunafanya kazi kila siku? Lakini mbona hatutaki kukaa na Mungu? Mbona hatutaki kumtafuta Mungu? Tumetosheka, tumeridhika. Lakini inahitaji longevity, yani inahitaji mwendelezo. Hautaki kufika sehemu kafika mwisho. Hautakiwi kabisa, hautakiwi. 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 Ndio maana hujai kuchoka hiyo kazi baba. Una miaka sasa hivi hujai kuichoka hiyo kazi. Kwa nini? Longevity kwenye hiyo kazi unayo. Lakini kwenye mambo ya Mungu hatuna longevity. Mtu anaamka leo, kesho amechoka, amepotea, amezima, hayupo tena. Anairuka mwingine tena. Tunakaa naye tena wiki ya pili, ya tatu, ya nne, mwezi mmoja, mwaka mmoja, ameisha tena naye, amepotea. Fuatilia huko, kuna watu walikuwa wana maombi wakubwa huko ndani. Walikuwa wakiomba Mungu anashuka, lakini wako wapi leo hii? Commitment imekufa. Kujitoa kumeisha. Kwa nini? Shauku imeisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nakumbuka kipindi kile mtendaji Karungi akiwa mjamzito, nilikuwa namkutaga hapa anasukuma maombi. Lakini kuna mjamzito mmoja hapa, yani anafika hata ibadani amechelewa. Nampenda Mungu wewe? Mwanaume afika hapa saa 3. Una commit wewe? Unataka kufika mahali kweli? Haleluya. Tuangalie jambo la 3. Jambo la 3 ni kumfurahia Mungu. Watu wanaompenda Mungu wanamfurahia Mungu. Akikemewa anafurahi kwamba nimetengenezwa. Akionywa anafurahi kwamba nimerejeshwa kwenye njia. Akifokewa anasema asante kwa sababu umenikumbusha. Watu wanaompenda Mungu wanafurahia. Wanamfurahia Mungu. Baba akiwaka hapa akiwa mkali anasema wewe kina fulani idara ya maombi amuonekani, tunafurahia kwa sababu ameturudisha kwenye njia. Ukiona wewe ukikemewa unaumia, unakasirika, umekemewa unakasirika, wewe humpendi Mungu. Wewe haumpendi Mungu. Wanaompenda Mungu wanayapenda maonyo. Wanaompenda Mungu wanapenda kukemewa ili warudishwe. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie. Anataka watu wanaokemewa wafurahie makemeo. Watu wanaompenda Mungu wanafurahia ahadi za Mungu kwa sababu wanaziona. Kwa sababu walikuwa na shauku na Mungu. Kwa sababu wakakomenti, wakaona matokeo. Wakawa wanamfurahia Mungu kwa namna ambavyo ahadi zake zinaonekana kwenye maisha yao. Wewe tukikusimamisha hapa tukuulize, umeziona ahadi za Mungu zipi kwenye maisha yako? Hauna. Hauna. Ndio maana sadaka yako ni ile ile tokea umeokoka. Kama unatoaga 2000 ni hiyo hiyo 2000 kila siku. Haujawahi kupanda, unapanda umri tu. Kwa nini? There is no commitment. Hauna commitment na wewe Mungu wako. Hauna. Hauna commitment. Watu wenye commitment wanataka kufanya vitu tofauti kila wakati.
wanataka kufanya vitu tofauti na hali ya kawaida. Alikuwa hivi mwaka jana, anataka kuwa tofauti leo. Tumemwacha huyu mzee ana komiti peke yake anaenda. Wakati mwingine tunawaza sasa huyo si baba anaweza mambo yote. Hakuna, hauja komiti. Yaani huyu kuna mambo mengi tu ya kumsaidia. Yako mengi sana. Lakini kwa sababu hatuna commitment, hatuyaoni. Hatuna commitment. Bado hatujioni ahadi za Mungu kwenye maisha yetu. Ndio maana hatufurahii wokovu. Unaona kama ni mzigo. Unakuja ibadani, unatamani ibada iishe mapema uondoke. There is no commitment ndani. Hauja commit na chochote. Wewe ni mzururaji tu ndani. Nani yuko tayari leo kuitwa mzururaji? Yuko hapa anataka kuwa mzururaji? Watu wa Penwili, mko wapi? Yesu atusaidie. Jumaa tulipokuwa tunakuja kwenye mkesha wa CS section, nikaja hapa tukafika, imefika saa 4 hapa tunataka tuanze sifa, hamna mpigaji wa vyombo hata mmoja. Nikaanza kujiuliza hivi sasa tuko serious? Wakasema chakula kimechelewa nyumbani. Hivi chakula inaweza kuchelewesha kwa Mungu wako? Eti ukiwa unaenda kazini, kwa mfano unataka uingie kazini saa 1 kamili, au gari la mgodini liko hapo ndako likupitie liende na wewe, unaweza ukala kwanza gari lipite kwanza utaenda? Inawezekana? Sitasema nitachukua hata soda mjiani huko nitakunywa nitaendelea. Hivi kweli wewe umekomiti? Yesu atusaidie sana. Kwa watu wanaompenda Mungu, wanazifurahia ahadi za Mungu. Naomba tuende jambo la 4 na la mwisho. Jambo la 4 na la mwisho. Jambo la 4 ni, tumeona jambo la kwanza ni shauku, jambo la pili ni commitment, jambo la tatu ni kumfurahia Mungu, kuzifurahia ahadi za Mungu. Lakini jambo la 4 ni sacrifice. Jambo la 4 ni kujidhabihu. Kwa lugha nzuri ya Kiswahili anasema kafara. Kujitoa kafara. Kujikafarisha. Biblia tumesoma pale kwenye kitabu kile cha Luka, anasema kwamba mtu akiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ataiponya. Mungu anataka tujiangamize kwa ajili yake. Kaka yangu, Mungu anataka wewe ujiangamize kwa ajili yake. Nilikuwa naangalia, unajua kuna kwenye neno sadaka linabeba maneno mawili. Inabeba offering, inabeba na sacrifice. Mara nyingi tumekuwa ni watu ambao we offer. Yaani tumie swali, yani Kiswahili gani kizuri hapo? Yaani tuna offer vitu, huwa hatujitoi sisi. Ndio maana pale Yesu alipokuwa akitoa sadaka, anasema yule mama akatoa senti 5. Akasema huyu ndio ametoa sadaka. Kwa nini? Alisacrifice chochote alichokuwa nacho akakitoa. Mungu wetu anataka sacrifice kabla ya offering. Yaani kabla sadaka yako hujaibeba ukaileta, Mungu anakutaka wewe kwanza uwe sadaka, alafu ndo ulete sadaka yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ili tuonekane tunampenda Mungu, Mungu anataka tujitoe sadaka. Mungu anataka tujiue ili aweke uhai ndani yetu. Yeye alijitoa sadaka. Niko nasoma ile nadhani ni wa Filipi sura ya 2. Anasema kwamba hakuona ni jambo la hakuona ni kitu cha maana kuwa ni sawa na Mungu. Yaani alikuwa Mungu. Hivi nani alishekudhalilika kuliko Yesu hapo? Yesu alimvua nguo akawa utupu. Lakini pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, lakini alivuliwa nguo. Pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, alisulubiwa. Pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, aliumizwa,
alikuwa tayari kwa ajili yako. Hebu jaribu kuupima. Jana nilikuwa na upima upendo wa Mungu. Hivi mimi ni upendo nilionao kwa Mungu wangu, alafu na upendo aliokuwa nao Yesu, unafanana? Yaani uhai wa Yesu umelinganishwa na maisha yangu. Uhai wa Yesu umelinganishwa na thamani yangu. Yaani mimi niliye mchafu, mwenye dhambi, nisiyefaa, niliye masikini, nisiyekubalika sehemu yoyote, lakini uhai wake ulifananishwa na thamani yangu. Hebu unajiona ulivyo thamani wewe? Unaona ulivyo thamani wewe? Unaona ulivyo thamani wewe? Yaani Yesu akautoa uhai, akafa kwa ajili yako ili wewe upate heshima. Haleluya. Yesu atusaidie. Anataka watu waliodhihiri. Ndio maana akamwambia hivi, mtu akitaka kunifuata ni lazima ajikane, au bebe msalaba anifuate. Akina Petro waliubeba msalaba wakamfuata. Akina Elia aliubeba msalaba wakamfuata. Ndio maana wakati mwingine wanaona wivu wa kimungu. Anaona watu wanatenda dhambi, anatamani afanye jambo ili watu wageuke. Anaamua basi, anasema mvua na inyamaze, labda watageuka, labda watarudi tena. Ana wivu wa kiungu, amejitoa kwa ajili ya huyo Mungu. Biblia inatuambia kama Elia alikuwa ni mfanyabiashara au ni mtu wa namna, lakini alikuwa na maisha. Alikuwa na maisha mazuri tu. Yamkini Biblia inatusimulia tu, lakini alikuwa na maisha mazuri. Lakini wewe na mimi tunajitoa kweli? Hebu angalia viungo vyako vya kujitoa. Angalia kaka yangu namna ambavyo umejitoa kwa Mungu. Unajua wakati mwingine tunadhani tukijitoa hapa kanisani ni kwa ajili ya rancho. No. Huyu ni kiongozi tu, anatupeleka mahali, anatusaidia tu kufika. Anatusaidia tu. Mimi nakumbuka wachungaji wangu walionifundisha mara ya kwanza wokovu huu. Nani nawakumbuka mpaka leo, namna walikuwa wananisaidia tu. Hamna kitu nilifanya kwao. Lakini wewe ndugu yangu, wewe hutaki, mimi sitaki, tutafikaje huko? Tutafikaje babangu? Tutafikaje? Watoto wetu watabadilikaje kama sisi tusipobadilika wa kwanza? Watu tunalia sasa hivi, watoto wetu wamegeuka, wameacha wokovu, wengine wanaishi maisha mengine huko ambayo yampendeze Mungu. Lakini jiangalie wewe, umejitoa. Mungu anakuona kama sadaka, anakuona kama kafara. Ukisoma habari za Ibrahimu kwenye sura ile Mwanzo sura ya 22, Mungu anamwambia Ibrahimu, nenda kamtoe Isaka. Hakuuliza, hakuhojiana na Mungu, hakumsimulia mtu. Pamoja na kwamba Ibrahimu alikuwa amebarikiwa na vitu vingi, hata hakutaka kumuuliza Mungu, Mungu, mbona umeniahidi kwamba akaamua kumchukua Isaka, akaondoka naye. Akaamua kumbeba mwanae wa pekee ambaye Mungu amemwahidia atamfanya kuwa mataifa. Akapanda naye mlimani, akaenda anataka kumuua Isaka. Wewe kwenye maisha yako umeua nini? Umeua nini kaka yangu kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu? Umeua kitu gani kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu? Umeangamiza kitu gani kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu? Ukisimama mbele za Mungu unaweza kusema nimeua nini kwenye maisha yangu kwa ajili ya Mungu? Umeharibu kitu gani kwa ajili ya Mungu kwenye maisha yako? Umeharibu nini? Elisha anaenda anauza wanyama wake na wachinja, anawala, alafu anamfuata Elia. Wewe umeharibu nini kwenye maisha yangu kaka yako? Umeharibu nini kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu? Umeua nini kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu? Umeharibu kitu gani ambacho unaweza kusema Mungu nimekiharibu hiki kwa ajili yako tu Bwana? Umeua nini? Umefanya kitu gani? Unawezaje kusema unampenda Mungu? Unawezaje kusema unampenda Mungu leo hii? Unawezaje kusema unampenda Mungu? Ibrahimu anaondoka na mtoto wake aliyempenda, aliyemchagua. Mungu amempa mtoto katika uzee, lakini Mungu anamwambia nenda kamuue mwanao kwa ajili yangu. Anasema Mungu ninakupenda, nitafanya. Mungu
akamwambia ninakupenda Mungu, nitafanya. Akachukua vijana, akamchukua Isaka, akachukua kuni, akachukua hata moto, akasema nitamuua mwanangu kwa ajili ya Mungu. Wewe nini kaka yangu? Kitu gani kwenye maisha yako kimeharibika kwa ajili ya Mungu? Kitu gani umepoteza kwa ajili ya Mungu? Umepoteza nini kwa ajili ya Mungu? Umetoa nini kwa ajili ya huyo Mungu wako? Ni kitu gani ambacho unaweza kusimama leo kumwambia Mungu nilitoa hiki kwa ajili yako? Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Umetoa nini? Anasema sacrifice is giving up something valuable. Umetoa kitu gani cha thamani? Kitu gani? Kina Petro waliacha kuvua samaki, waliacha shughuli zao, wakamfuata Yesu. Waliacha. Mimi na wewe tumeharibu kitu gani? Yaani kitu gani umekipoteza ambacho unaweza kusema kama Mungu, niliacha hiki kitu ili nikufuate wewe? Watu tuko makanisani wakati mwingine bado tunarudi kwenye uzinzi. Umetoa nini kwa ajili ya Mungu wako? Wengine bado tunarudi kule tulikotoka. Umempa nini Mungu? Baba yangu, umempa nini Mungu huyo ambacho unaweza kusema Mungu nilikutolea hiki? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Anasema kafara inahusisha kupoteza kitu cha thamani kwa ajili ya Mungu. Anaposema Mungu nataka uwe kafara kwangu, anataka upoteze kitu kwa ajili ya, kwa mfano, upoteze heshima yako, upoteze mamlaka ulionayo kwa ajili ya Mungu. Yaani unapoteza heshima ili yeye akurejeshe heshima ya kweli. Anasema amani atupayo yeye si kama ulimwengu tupavyo. Maana kwamba yeye ukipoteza amani kwa ajili ya Kristo, yeye anakupa amani ya kweli. Ukipoteza heshima ulionayo, Mungu anakupa heshima ya kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema upoteze nguvu zako ili yeye akupe nguvu zake. Yaani unaweza kujiona una nguvu labda ya kifedha, una nguvu labda ya namna yoyote, nguvu ya kimamlaka, nguvu labda ya namna yoyote. Anataka hiyo nguvu uipoteze, alafu yeye akupe nguvu inayodumu kwenye maisha yako. Yeye anataka upoteze huo uhai ulionao ili yeye akupe uhai wa milele. Yaani uhai huu wa duniani unakufa. Huu mwili unakufa, huu mwili unapotea. Leo hii unaweza kaamka uko mzima, ukatoka hapo karudi pale barabarani tukakupoteza. Lakini Mungu anataka utoe uhai leo hii ili yeye akupe uhai wa milele. Anataka upoteze huo ujasiri unao ili yeye akupe ujasiri wa kimungu. Unadhani Yoshua alikuwa jasiri? Alikuwa jasiri. Lakini Mungu anamwambiaje? Uwe jasiri, uwe hodari na ushujaa. Kwa nini? Anamwambia, maana yake anamwambia hivi, poteza ujasiri uliokuwa nao kwanza, alafu nikupe mimi ujasiri. Anataka upoteze huo ujasiri unao. Ako kakiburi kenye ujasiri ndani yake, anataka ukapoteze, alafu yeye akupe ujasiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Huo ujasiri wa kuchelewa kanisani, hauoni shida yoyote, anataka upoteze, alafu yeye akupe ujasiri. Huo ujasiri wa kutamka maneno mabaya, anataka upoteze ili yeye akupe ujasiri wa kweli. Bwana atusaidie sana. Yaani hiyo heshima ambayo wamekuheshimu watu, majirani wamekuheshimu, ndugu wamekuheshimu, anataka upoteze hiyo heshima, alafu yeye akupe heshima ambayo inadumu kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeye anataka upoteze hiyo fedha ulionayo ili yakupe fedha. Maana yeye utajiri na heshima viko kwake. Ana utajiri. Anataka hiyo fedha ulionayo wewe uipoteze, alafu yeye akupe fedha. Haleluya. Yesu atusaidie sana. Napohitimisha, naomba niseme maneno haya. Matokeo makubwa kwenye maisha yetu tutayaona kama tukijitoa kafara kwa ajili ya Mungu.
matokeo makubwa kwenye maisha yetu tutayaona kama tutaamua kujiangamiza kwa ajili ya Kristo. Tutakapotaka mafanikio makubwa, tutakapotaka ndoa nzuri, tutakapotaka biashara nzuri, Mungu anataka tuyaue maisha yetu ili yeye atupe uhai. Haleluya. Lakini pia anasema tunaweza kufanya mambo yasiyokuwako kana kwamba yalikuwapo, tukijikana, tukiubeba msalaba, tukimfuata Yesu, tukijitoa sadaka, tukijiangamiza kwa ajili yake Kristo. Ni wito wangu leo, niwaombe. Mimi ninawaomba wanaume, mimi ninawaomba turudi kwenye nafasi. Ni wito wangu, ninatamani wanaume turudi kwenye nafasi. Kuna mahali tunatakiwa tufike ndani ya hili kanisa, ila kwa sababu sisi wanaume tumerudi nyuma, Mungu anataka tuje mbele. Wanaume tunatakiwa kuwa mbele. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Ukijirudisha nyuma ni kwa hasara yako. Ukijitenga ni kwa hasara yako. Ukijibagua ni kwa hasara yako. Mungu anatutaka tuwe wamoja. Wanaume tushikamane. Wanaume tukae pamoja. Wanaume tuyajadili mambo ya kiungu. Baba hapa anahitaji vitu vya vifanyike hapa. Tunaweza tukakutana wanaume tukakubaliana. Tunahitaji kufanya kitu kwa ajili ya Mungu. Hizo fedha Mungu amekupa ili umtumikie. Mungu amekupa hizo fedha umtumikie baba wangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaweza kufanya mambo makubwa yasio kwako tukikaa na Mungu, tukimpenda Mungu. Tukipenda Mungu kiasi cha kujiona sisi sio kitu, Mungu ndani yetu, tutamwona Mungu kwenye maisha yetu. Mungu anataka tupoteze vitu vyote, alafu yeye awe Mungu kwetu, awe kila kitu kwenye maisha yetu. Tuwe kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu anarudi amepoteza kila kitu, anamwambia baba yake, baba yangu unifanye tu kama watumwa wako, wala sistahili kuwa mwana wako. Yaani maana tunapoingia nyumbani mwa Bwana, tunapomtaka Yesu, tusione vitu vinavyotuzunguka kama vina thamani. Usione una mke mzuri sawa, una mume mzuri sawa, lakini ukishaingia kanisani mume sio kitu tena, mke sio kitu tena. Yaani vitu ulivyo navyo sio kitu tena. Unamtaka Yesu. Mtafute Yesu kama mtu mwenye uchungu, amejeruhika, kama mtu ambaye ameumizwa, kama mtu ambaye amepoteza kila kitu kwenye maisha yako. Hebu fikiria, leo hii Bwana tukakunyang'anya hicho cheti ulichonacho ambacho kimekupa kazi. Tukakichukua hicho cheti, tukasema wewe tumekudisqualify, hii profession umepoteza. Hebu angalia utakuwa na maisha gani? Sasa Mungu anataka tukiwa kwenye uhali wa kupungukiwa hicho, yaani hali ile ya kuwa huna kitu kabisa, alafu ndo anakutaka wewe uje kwenye maisha yako, uje kwake akufanye kuwa mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati mwingine tuna kiburi kwa sababu wakati mwingine tuna elimu. Umesoma, una elimu yako na profession yako nzuri, ni mwanasheria labda ni mwalimu au labda ni engineer, labda yani ile profession yako, yani unajiona kama wewe una maarifa kuliko watu wote, una ufahamu kuliko watu wote. Ni kweli yamkini umesoma vitu vingi, umesoma mambo mengi, una ufahamu, una uwezo wa kuelezea vitu kwa uzuri, lakini Mungu anakutaka wewe, sio elimu yako. Ufahamu ni wako kukusaidia kufanya mambo mengine, lakini yeye kabla hujatumia elimu yako anakutaka wewe kwanza. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ni Mungu wetu anatupenda. Yesu anatupenda. Tuache ule ubishi, tuache kile kiburi, tuache ile kujikuza. Sisi ni wadogo kuliko kitu chochote. Mungu awe mkubwa kwenye maisha yetu. Haleluya. Basi mimi naomba niishie hapo, nimkaribishe baba. Baba, ninakushukuru. Damu imebubujika ni ya Immanueli.
wakioga wenye taka Naomba kama umesinzia uamke uniangalie. Niongee maneno machache tuombe. Somo linalohusu kumpenda Mungu ni somo gumu zaidi kufundisha, kwa sababu ni somo linaloshughulika na maeneo makubwa matatu ya maisha ya mtu. Kumpenda Mungu kunaanza rohoni, alafu kunachakatwa kwenye nafsi ya mtu, maana kwamba lazima kutagusa hisia, lazima kutagusa akili, lazima kutagusa utashi uamue kumpenda. Kusoma kitabu kile cha Marko sura ile ya 12, naomba niangalie kidogo, kuna kitu Mungu anazungumza na sisi. Mstari ule wa 30 anasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Amri hii inatoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 5, ambapo hapo nyuma niliwafundisha kwamba Injili ni agano la kale. Ndilo tangazo linatoka pale, kwamba pale ndiko tangazo lilitoka la Injili ya kweli. Na Yesu anaithibitisha Injili ya makuhani, manabii, waamuzi na wafalme kwenye Agano Jipya kupitia zile Injili 4. Na hapa alikuwa amezifupisha zile sheria 660 na kitu kama 65 hivi ambazo ziko kwenye Agano la Kale, hasa kwenye kitabu cha Torati. Ziko sheria kama 660 na kitu hivi, na katika hizo kuna zile amri kuu 10, ambazo zile amri kuu 10 ziliandikwa kwa mkono wa Mungu, na hizo ndio nanga ya maisha ya Mkristo. Zile zipo kwenye Agano la Kale na zipo pia kwenye Agano Jipya exactly kama zilivyo. Kama unasoma Biblia vizuri utakuja kuziona. Kama uwezi utanisubiri siku nitaka kuja nikufundishe, nikuonyeshe hii hapa ni amri ya kwanza, hii hapa ni amri ya pili. Lakini katika kuzifupisha alisema amri 2, na zote ziko kwenye kitabu cha Marko sura ya 12 mstari wa 30 na wa 31. Hii
anayofundisha leo ni amri kuu ya maisha ya mtu. Ukutana na mtu anazini, ujue hampendi Mungu. Mtu anasema uongo, ujue hampendi Mungu. Mtu hapendi ibada, ujue hampendi Mungu. Mtu hajui kuonya, ujue hampendi Mungu. Hapendi maelekezo, hampendi Mungu. Kwa sababu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia mstari wa 5 nenda chini, anasema ikiwa hakuna kurudiwa, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi. Mlikuwa na baba zenu wa mwili waliowaonya, lakini mliwastahi. Si zaidi sana kuyapokea maonyo ya baba zenu wa roho? Lakini leo tumekuwa na watu ambao mara zote ni kurusha mishale, kwa sababu shetani ameiba kitu cha msingi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 3, Yesu anazungumza kupitia kinywa cha Yohana. Analiambia kwa kanisa, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso, andika. Anasema, ninyi ni kweli mmeyakataa mafundisho wa Nikolai, lakini mmeuacha upendo wenu wa kwanza. Kanisa la Penueli leo Mungu anarudi kwetu. Anasema kama tutampenda, tutakuwa na shauku. We will be emotionalized. Hisia zetu zitakuwa zinavutwa na mbingu. Kwa nini watu hawaendi? Kwa sababu leo tuko logical. Kwa nini niende nikakeshe? Mimi wakati mwingine huwa ninatafuta kulala na kosa, kwa sababu ya namna ambavyo namtaka Mungu kwenye maisha yangu. Mtu anakuja hapa kesha masaa 3, anakimbia anaenda kulala, anakuambia kesho nawahi kazini. Naomba nikuambie definition yako ni hiyo tu, humpendi Mungu. Kumpenda Mungu kunajumlisha maeneo yako ya maisha 4. Eneo la kwanza ni roho yako. Rudisha pale. Eneo la kwanza ni roho yako. Utampenda Mungu kwa roho yako. You will be well united to God. Naomba nikuambie hakuna kitakacho kuondoa hapo. Lakini sio hivyo tu, utampenda Mungu kwa moyo wako wote. Hapo ndipo hisia zinaguswa. Hauwezi kusikia usingizi ukiwa mbele za Mungu. Ukijikuta unalala, ujue humpendi kwa kiwango kile unachotakiwa kumpenda. Moyo wako utakuwa unavutwa na yeye kuliko kitu kingine chochote. Imefika mahali mimi naweza nisilale siku 3 na bado nakuwa niko fiti, kwa sababu Musa alikaa kwenye uwepo wa Bwana siku 40. Inakuwaje mimi nashindwa kukaa usiku mmoja, siku na mchana? Mwanaume, naomba niwaambie ni watu wa Mungu, kuna levels za kusogea mbele za Bwana. Ngoja nikwambie kitu. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura 24, tunaona wale wana wa Israeli walikwenda, wengine waliishia chini ya mlima. Walipoishia chini ya mlima, walisikia tu ngurumo na mtikisiko, lakini wako wale 70 walikwenda mpaka mahali fulani, wakaziona sakafu na miguu ya Bwana. Hao waliishia hapo kuiona sakafu. Waliompenda Mungu zaidi walikuwa 12. Hao walikwenda mpaka mahali fulani, wakaona mwanga, wakaishia kuona mwanga. Walikuwepo 3 ambao ni Yoshua, alikuwa Musa, Yoshua na wana wa Haruni na Huri. Hao walikwenda wakaingia kwenye utukufu, lakini alikuwepo Musa aliyeingia kwenye ule utukufu. Hakula chakula wala hakunywa maji siku 40 usiku na mchana, hakulala wala hakusinzia. Alikaa na Bwana. Penye uwepo wa Bwana ndipo penye uhuru. Kwa nini maisha yako hayabadiliki? Haujasogea hapo kwenye hicho kiwango. Tunaposogea kwenye upendo, yeye anatukumbatia. Naomba nikuambie, yaliyopotea huwa yanarejea hapo. Kwa nini maisha hayabadiliki? Haujasogea kwenye mwenye vyote. Kwenye kitabu cha Efeso anasema yeye ni yote katika yote, ndani ya yote, juu ya vyote, katika vyote. Hakuna ambacho ukiwa naye hautapata. Mwanaume na mwanamke, Yesu anakuita leo, anasema yeye alitangulia kutupenda, akatufia msalabani, ili kwamba karapashetepeketa. Kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 14 anasema, nafikiri sura ya 5:14, anasema hivi, upendo wake Kristo watubidisha, maana yeye alikuwa hai, alikufa kwa ajili yetu, ili sisi tusiishi kwa ajili yetu, ili tuishi kwa ajili yake yeye aliyetufia. Ninakuita mtu wa Penueli, mahali ambapo umefifia, mkimbilie Yesu, ukimbilie msalaba. Namna ya kumpenda Yesu
Yesu ni kuamua kumfuata. Acha masilahi yafe. Ngoja niwaambieni kitu, wala hujapata mahali palipo ambapo Bwana anataka kupeleke. Ukimpenda Yesu atakupa vya sirini, maana imeandikwa, aketie mahali pasiri pake yeye aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Kila mshale utarukwa hautakupata, maana atakukumbatia. Kila mshale utapigwa hautakushika, maana pendo lake Kristo latubidisha. Ngoja niwaambie kitu, anasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 1, tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu. Anasema wala si hivyo tu, ila na tuwe na tufurahi pia katika dhiki, maana dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na saburi kazi yake ni kuleta tumaini. Anasema ni kuleta uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo unaleta tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa kuwa pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa nini hatumpendi Mungu? Bado hatujapatanishwa. Tuuendee msalaba. Anasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 2, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao ulinenwa na Bwana ukadhihirishwa kwetu na wale waliosikia? Tutapataje kupona? Watu wa Mungu, kumpenda Mungu ni kujali wokovu. Kumpenda Mungu ni kujali kazi ya msalaba. Kumpenda Mungu ni kujali ile mijeledi. Kumpenda Mungu ni kujali ile taji ya mimba. Kumpenda Mungu ni kuzipenda zile viaka. Tunasema maana yeye alikufa, sisi tulikufa pamoja naye. Yeye alisulubiwa, tumesulubiwa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Tuko tulivyo kwa sababu ya kiwango cha kumpenda Mungu. Hakuna mlango usioweza kufunguka ila hujampenda Mungu. Mimi nimemiliki vitu vingi kwa sababu ya kumpenda Mungu. Niliacha kazi mwaka 2001. Niliacha kazi. Mimi nimefanya kazi kwenye mashirika ya ajabu. Nimefanya kazi na watu wa UN, walikuwa wananilipa hela nyingi. Nimefanya kazi na Kilimanjaro International Airport, walikuwa wananilipa hela nyingi. Niliacha asubuhi. Sio kwamba mimi nilikuwa nafanya kama mwajiriwa. Mimi nilikuwa ninaajiri kwa sababu nilikuwa na kampuni inayofanya kazi ya kutengeneza furniture. Lakini niliacha nikamkimbilia Yesu. Mbona silali njaa? Mbona watoto wangu hawaendi uchi? Anasema nalikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona mwenye haki wa Mungu ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula barabarani. Kumpenda Mungu sio ushamba. Kumpenda Mungu ni kubadilishwa na kuwa mtu wa rohoni. Unapewa neema ya kuwa mtu wa rohoni. Unapewa neema ya kuwa mtu wa rohoni. Umebaki na masengenyo, ndicho chakula kilichobaki mdomoni mwako. Umebaki na maneno mabaya. Waangalie hawa wasiokuwa na akili. Sawa, Biblia inasema hata kama tumerukwa na akili, tumerukwa na akili kwa ajili ya Kristo. Sio wewe umeanza kusema. Walisema Wayunani. Paulo akawaandika kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2, anasema tukifa tunakufa kwa ajili ya Kristo, maana sisi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ngoja niwaambieni kitu, itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Kanisa, simama pale ulipo. Rakapatanama karia mashata bagada. Sijui unamhitaji Mungu kiasi gani, ila mimi wapendwa, ujumbe umenivuruga. Ninasikia kulia, lakini kulia hakutoshi. Nasikia kuomboleza, ila maombolezo hayatanisaidia. Natamani neema zaidi. Watu wa Mungu, kumpenda Mungu ndio ugali, ndio mtaji wako. Unataka chochote kwenye maisha yako, mpende Mungu uone. Ibrahimu alimpenda Mungu, hakuwahi kuaibika. Yakobo alimpenda Mungu, hata porini Mungu alimsaidia. Naomba nikwambia hivi, Musa alimpenda Mungu, Bwana alimzika mwenyewe. Wakati shetani anadai maiti ya Musa, Mungu alimwambia, malaika alimwambia Mungu na akukemee. Shetani akadisapia. Inawezekana hujawahi kujua kumpenda Mungu ndio biashara ya maana zaidi. Uenda unadhani unampenda Mungu, jipime kama unampenda kiwango cha msalaba wake. Karabagadala
Rakatamanaraba. Sijui unatamani kiwango gani cha kumpenda Mungu. Mimi nataka zaidi. Mimi nataka zaidi. Mimi ninatamani zaidi. Najua hapa hapatoshi, lakini kama unatamani kusogea usijizuie. Umefika mahali huwezi kuamka asubuhi ukaomba hata saa moja. Umpendi Mungu. Huwezi kuwa na mpenzi wako unayempenda na hauna muda naye. Ukiona muda umeanza kupungua, ujue mahaba yamepungua. Mahaba yamepungua. Yaani ukiona kiwango cha kukaa naye kimepungua, ujue mahaba yamepungua. Kuna mtu mmoja ananiambia, mimi nasoma Biblia, nikifika mahali fulani naacha. Mahaba yamepungua. Huwezi kuichoka sauti ya mpenzi wako. Uwezi, yani haiwezekani. Haiwezekani kuchoka sauti ya mahabuba. Yani forensia kabisa nichoke sauti yake. Nachokaje? Kitanda chake kwanza ni kizuri. Yani ndio kitanda ninachopenda kulalia. Ukiona una uwezo wa kukaa ukajificha mahali, unajichukulia sheria mkononi. Vijana wa kiume siku hizi wanajua. Ujue kuna tatizo. Haumpendi Bwana. Haumpendi. Ukijiona unaweza ukapiga mke alafu inakuwa kimya kimya, umpendi. Ukimpenda Mungu, naomba nikwambie kitu, kule kitu kinavunjika vunjika. Maisha yako yanarejeshwa. Anauisha ule uungu ndani yako. Unayaamuru yasiyokuwepo yanatokea. Amesema Mhubiri, anasema unasema yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Jitulize mbele za Bwana. Funika macho yako. Tafakari kazi ya msalaba. Ujipime na kiwango chako cha kumpenda Mungu. Tafakari vile alivyokupenda. Mwangalia Yesu anakamatwa kama mwizi, mpaka anawauliza, mmekuja na marungu na mapanga kama kumkamata mnyang'anyi? Akasema, ni mimi hapa. Wakaanguka, lakini bado walimshika. Bado walimkamata. Kumpenda Mungu. Akapanda mlimani akaomba. Jasho lake, maombi ya Yesu. Yesu mwana wa Mungu anaomba, jasho lake linakuwa kama matone ya damu. Nimesema funika macho uangalie msalaba. Ukimwangalia Palanjo hana majibu ya maisha yako. Wala siwezi kukuhamasisha kumpenda Yesu. Hata ningekuhamasisha mpaka kesho asubuhi, sitakusaidia. Wala haitakusaidia. Wala haitaongeza shauku yako. Ukitaka vizuri, tamani iwe maisha yako leo. Yesu anashikwa, anafungwa mikono kama mwizi, anasukumwa, anavuliwa nguo Yesu kwa sababu ya upendo wake kwako. Huyo anapelekwa, anafungwa kwenye mti, anapigwa mijeledi, mikono na miguu yake imefungwa kama mwanakondoo wa dhabihu, mwanakondoo wa kafara. Yesu anachubuliwa. Anasema Isaya, alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Ni maovu yetu yalimchubua Yesu. Dhambi zetu na kutokujitoa kwetu kulimchubua Yesu. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali hiyo kazi ya msalaba? Ulinenwa na Bwana, ukathibitishwa kwetu na wale waliosikia. Huo wokovu ambao ulimchubua Yesu msalabani. Yesu alichubuliwa kwa maovu yetu. Akamateleleba na maya kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Hakuwa na umbo wala sura hata tumtamani. Mwanaume amechubuliwa, alipigwa kwa makosa yetu. Yesu amepigwa kwa sababu ya wewe kuvua tu suruali yako, chupi yako tu imeshindwa kukaa kiunoni, ili uvumilie tu, maana ungepata mume au ungepata mke. Yaani hiyo dakika moja, kaa kimya tu, angalie msalaba. Msalaba wa Yesu unasema na wewe. Nasema na wewe kuhusu wa msalaba
msalaba unaoona mbele yako, Yesu bado hajafika msalabani. Safari ya msalaba anaanguka mara ya kwanza, maana damu imeisha. Amebeba msalaba mzito. Ule uzito wa msalaba unabeba dhambi zako, unabeba ujinga wako wote. Kwa maana alibeba taji ya miiba. Ile taji ya miiba inazungumza ujinga wetu, ili akili zetu zirejee. Maana dhambi iliondoa akili, dhambi inaondoa akili. Kwa maana Biblia inasema asinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Huyo Yesu anakwenda msalabani, amebeba msalaba. Yesu amebeba, akashindwa kumbeba, mara ya tatu ameanguka. Yusufu wa Arimathaya, Simoni Mkireni anamsaidia Yesu msalaba. Yesu anapanda mlimani, anaanguka tena. Wanaomtukana ni watu wa kanisani, wanaomsulubisha ni watu wa kanisani wenye imani. Hao ndio wanaomsulubisha Yesu. Tutalipa nini mbele yake? Tutakapofika mbele za Bwana tutasema tulifanya nini? Anasema atakayenionea haya mbele ya wanadamu, nitamwonea haya mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Mpendwa, utasema nini mbele za Baba? Amechubuliwa Yesu, mgongo wake hauna nyama, tumbo lake umenyofoka. Ili Yesu yuko msalabani, maisha yake yote ameyatoa kwa ajili ya mwanadamu mwenye mwili kama mimi. Anakwenda msalabani, wanamtukana. Kama wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe, utuokoe na sisi. Kumpenda Mungu. Yesu alitupenda, alikutupenda, hakukataa msalaba, alidharau aibu. Yesu alidharau aibu. Yesu anadharau aibu ili akupende wewe, ili akubebe wewe. Yesu anadharau aibu. Mpendwa, utalipa nini? Sisi je, tutapataje kupona tusipojali? Tumeacha kujali yale mapigo, tukumbuke hata ule msalaba. Tumeacha kujali, tukumbuke ile kazi. Tumeacha kujali, aliacha enzi Yesu. Umeacha kujali, ndio maana umpendi. Huwezi kumpenda. Umempenda mwanamke uliyemtolea tu mahari, lakini yeye aliyekulipia mahari ya damu yake umeshindwa kumjali. Tutapataje kupona tusipojali hiyo kazi? Tutapataje kupona? Wewe kijana, kukesha kuna kushinda, kuomba saa moja kuna kushinda, kusoma Biblia kuna kushinda. Utapataje kupona? Unalewa kwa sababu haumpendi. Utapataje kupona? How will you be? Nenda mbele za Bwana kama unaweza kulia, lia tu. Rabagada lakarabagada rakatarabagada turabarabagada ragarabagada rakatarabagada rakarabagada. Mruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kuomba toba. Mwambie, nisaidie, siwezi peke yangu. Utapataje kupona? Kuacha kazi yako unashindwa. Yesu aliacha mbingu, Yesu aliacha ufalme. Kumwacha mume wako ukaenda mkesha unashindwa. Huyo mume atakufa, atakuacha peke yako mjane. Utapataje kupona? Eti nina mke mkorofi. Naomba nikuambia, atakufa, atakuacha mgani. Yesu ndiye atakaye kupokea. Utakwenda wapi? Utasimama na nani? Nani atakutetea? Maana mbingu hazitakuwepo, wala jehanamu haitakubali. Kila mmoja atakupiga teke. Jehanamu itakuteketeza kwa moto na mbingu zitakukataa. Utapataje kupona? Sisi je, tutapataje kupona? Tutapataje kupona? Rakatama likana mayanda. Umevua nguo mbele ya wanaume, ukazini, ukujali
uchafu, umekuwa kama mbwa dume, kila jike linakusu. Utapataje kupona? Kimbilia kwa Yesu, mwambie nisamehe. Iko huruma ya Bwana mchana wa leo, iko huruma ya Bwana, iko huruma ya Bwana inakuita. Mwambie Bwana nihurumie, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisaidie. Sema kwa kinywa chako tu, yeye anaweza kukusaidia. Riapakatama lakashatamayanda rakatalarabi riasokotomona rademashotelarema kariamakatalarabana kariamakatalarabana shamandalaradabasukanama rikashatalarabagada rakandalaramagada riekatenamandalaraba yakalaramaya aya makatelereba indalaramakataeta ayate maletalema ayayaya 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 Rikanalarara rakashatalarama ikoria makitalama rapakatalarama rapashandalarabagada rianalarabagada rakasakatalarabina rapashetelerema akanalarabanama. Baba, siwezi kulipa, nisaidie. Siwezi kubeba, nisaidie. Siwezi kubeba, nisaidie. Siwezi kubeba, nisaidie. Nataka msaada wako. Rapakataladina aya makata rindanana shakalarana yakalaraba ikandalaraba yakalaraba ikandalarabaga yamandalaraba. Nisaidie Bwana, nataka kwenda viwango vingine. Riosa telkaradoshama yamanalarabakuta ikandalaramakataya yamasakitanamaya. Baba, nijue pendo lako na wokovu wako kamili. Simama pale ulipo, simama pale ulipo, simama pale ulipo. Rika makatalarudusha na mayandararababu. Simama pale ulipo. Riko ndalara makatalarabina aramanararababaraba rika ndalara karia makatalarama mayanda. Kama unataka kufanya recommitment, unataka kuanza tena upya, unasema nataka kuanza upya na Bwana, na ni shauku yako uanze upya na Bwana, unaweza kusogea mbele au unaweza kubaki hapo ulipo. Kiwango chako cha kutamani kufanya upya tena, karama katela radosaya, kitaamua wapi ukae. Kwa sababu kusogea mbele iwa ni mshauku yako, unafanya maamuzi kwa upya, ni kufanya maamuzi kwa upya. Wewe kadri unavyotaka kuanza upya ndivyo unavyofanya, ndivyo unavyofanya bidii. Rakala ramayanda raba. Ninataka nikusomee neno la Bwana. Mungu ameniambia atawabariki watu wa Penueli, lakini kanuni ni commitment. Niliwaambia kama hauko committed, anasema yeye hausiki, hawajibiki. Lakini ukiwa committed, yuko ndani ya hilo jambo. Rakapataladoshanama ikoria masikala mayanda rabagatama karama sakatamaya likanda la rabinama. Kama unajisikia kuja mbele, njoo. Sitaki kumlazimisha mtu, nataka mtu aamue mwenyewe, mtu aamue mwenyewe, mtu aamue mwenyewe, aamue